Hello, mambo vipi mtazamaji wa Bobezi TV? Hope uko poa kabisa na unaendelea fresh. As we know kwamba siku ya jana kiwanda cha burudani ama kwa wale wapenzi wa TikTok, jana waliweza kupatwa na pigo kubwa sana, kwa maana ya kwamba pigo la kuondokewa na mpendwa wao ambaye alikuwa ni mwana TikToker maarufu kwa jina la Mrs. Sharo ama Zainab, ambaye anafahamika kwa jina hilo kule TikTok, na alikuwa ni miongoni mwa TikTokers ambao walikuwa wanafanya vizuri kwa challenge tofauti, haswa akiwahi kuhusika kwa baadhi ya challenge za wasanii tofauti kama Kayumba na baadhi ya wasanii wengine ambao alikuwa akifanya challenge zao. So kama tunavyofahamu kwamba marehemu Zainab ama Mrs. Sharo alipata jina hilo akiwa na mume wake ambaye huyu ni mpenzi wake ambaye ni mfanyabiashara ambaye anauza nguo, lakini pia na yeye ni mwana TikToker huko TikTok, ambaye ndio alipata hilo jina la Mrs. Sharo kutokana na yeye mwanaume anaitwa Mr. Sharo, akaamua kumpa mpenzi wake jina la jina la Mrs. Sharo. So kama ambavyo wengi wanamfahamu kwa TikTok. Sasa tunafahamu kwamba mengi yaliibuka siku ya jana msibani. Kwa zaidi ni kwamba mara baada ya Mr. Sharo kuweza kuzuiliwa kuweza kufika msibani kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea. Sasa mimi nitakupa baadhi ya matukio tu. Haya unayoona hapo ni matukio ambayo yanayopita hapo, ni matukio ambayo yanawaonesha wawili hawa wakiwa kwenye mapenzi zaidi au mahaba zaidi kule TikTok, ambapo walikuwa wakifanya baadhi ya challenge zao. Na of course ni kurudisha tena kwenye story ya Mr. Sharo pamoja na Mrs. Sharo, kwani alizuiliwa kufika msibani ama kwenda kumpumzisha mpenzi wake. As we know kwamba hao wawili hawa walikuwa ni wapenzi hapo katikati, kwa mujibu wa Mr. Sharo mwenyewe na baadhi ya marafiki zao walikuwa ni wapenzi, lakini ikatokea misunderstanding hapo katikati, wakaweza kuachana. Then walivyoachana wakawa tukanana, wakawa wanatuliana maneno machafu. Kwa mujibu wa Mrs. Sharo mwenyewe anasema kwamba Mr. Sharo alimfukuza mpaka nyumbani. Mambo yalikuwa ni mengi of course. Sasa mara baada ya kuwa sasa wameachana, wakakaa kidogo, then wakaja wakarudiana. Walivyorudiana maisha mengine yakaendelea kama kawaida, and of course wakati wamegombana inasemekana kwamba Mr. Sharo aliwatukana mpaka wazazi wa binti, kwa maana binti Zainab ama Mrs. Sharo. Ndio kitu ambacho kilipelekea wazazi wake wakawa wamechukia ama wakawa hawampendi tena. Lakini kama unavyofahamu kwamba nguvu ya mapenzi kisha ingia katikati, hakuna ambaye anaweza kuizuia, na baada ya wao kuweza kugombana wakarudiana na maisha mengine yakaendelea. Then siku chache sasa ndo Mrs. Sharo akawa ameugua. Then alivyougua mwanaume, kwa mujibu wa Mr. Sharo anasema kwamba yeye alijitahidi sana kuweza kumuuguza na nini, lakini kuna wakati ilifika paka akaweza kufunga duka siku nzima kwenda dukani ili tu kumuuguza mpenzi wake. Lakini alivyoona kwamba hali imemshinda, akaamua ampeleke nyumbani kwao, ambapo ndo nyumbani kwao kwa binti Zainab ama Mrs. Sharo. Alipompeleka nyumbani, bibi yake anasema kwamba alimuuliza Mr. Sharo, kwa nini umemleta nyumbani? Umempeleka hospitali? Akamwambia yes, nimempeleka hospitali, anaumwa malaria, UTI pamoja na typhoid. Then akamwambia kwa nini umemleta nyumbani? Alichomjibu Mr. Sharo akamwambia kwamba mimi naenda kazini, kwa pale nyumbani anakuwa anakosa mtu wa kumhudumia, ndio maana nimeamua nimlete hapa nyumbani kwao. Lakini kwa mujibu wa bibi yake na marehemu anasema kwamba Zainab aliweza kukaa pale nyumbani kwa ule usiku, lakini hali yake ikawa mbaya, akawa anakojoa damu, lakini pia akawa anatoa damu. That's why akaamua kumpeleka hospitali, lakini ikawa too late, akawa ndo mwisho wa hatima yake mpaka umauti ulipomfika siku ya jana. Sasa of course turudi sasa kwenye story ya Mr. Sharo kuweza kuzuiliwa na baadhi ya ndugu wa mwanamke kutokufika msibani ama kutokumzika aliyekuwa mpenzi wake Mrs. Sharo. So na kweli mpaka jana watu wanafika nyumbani kwa marehemu, Mr. Sharo hakuwepo kabisa nyumbani na alizuiliwa pamoja na ndugu zake. Walikuwa wakali, walikuwa wamekasirika. That's why kutokana na yale maneno ambayo yalitokea kule nyuma, kutokana na ule ugomvi ambao ulitokea kule nyuma, ambao walipishana kama wapenzi, ndio ikawa imelead mpaka hivyo vitu vingine kuweza kuhappen, mpaka yeye kuweza kuzuiliwa kuweza kufika msibani kwa Mrs. Sharo. Ndio hivyo bwana, Mrs. Sharo tayari amefariki, na nakuwekea hapo matukio ambayo utakuwa unayatazama, ambayo yatakuwa yanapita hapo uweze kumuona na kuweza kumtazama binti huyu enza uhai wake akiwa pamoja na mpenzi wake. Mimi naitwa Genviva na hii ni Bobezi TV. Endelea kutufuatilia, endelea kutazama, subscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini pia like, comment na kushare ili uwe kwanza kuweza kuzipata taarifa. Na kwa hilo
wabobezi tunapenda kutoa pole kwa familia pamoja na ndugu ambao wameguswa na msiba huu wa Zainab ama Mrs. Sharo kama wengi wanavyomfahamu kule TikTok.